Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Kikosi cha madaktari wa China cha wasili DRC kusaidia kukabiliana na Ebola. Wakulima wa Xinjiang watumia droni kusimamia mashamba ya ngano. Na China yaongeza biashara kupitia ushirikiano wa kikanda. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Na timu ya wataalamu wa afya kutoka China inayopambana na magonjwa ya mlipuko imewasili mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, siku ya Jumanne wiki hii kwa ajili ya kupiga jeki vita dhidi ya Ebola nchini humo. Ujumbe huu utakuwa DRC kwa miezi mitatu. Tomo Njala anatueleza zaidi. Luku Mayelo Morias, mwakilishi wa Wizara ya Afya ya DRC, alipokea timu hiyo ya China katika uwanja wa ndege na kusema kwamba hatua ya China kutuma wataalamu wa afya ni msaada wa wakati mwafaka na wenye nguvu kwa serikali na wananchi wa DRC. Alisema kwamba kila mara DRC inapokumbwa na changamoto kubwa za afya ya umma, China imekuwa ikiendelea kutoa msaada kwa wakati unaofaa. Aliongeza kuwa ana matumaini ujumbe huo utaimarisha zaidi uwezo wa nchi hiyo katika kuzuia, kudhibiti na vilevile kutibu magonjwa ya mlipuko pamoja na kusaidia kudhibiti Ebola haraka iwezekanavyo. Lu Ming, mkuu wa kikosi cha wataalamu wa China na pia mkaguzi wa ngazi ya pili katika idara ya ushirikiano wa kimataifa chini ya Tume ya Kitaifa ya Afya ya China, anasema madaktari hao wataanza kazi mara moja kulingana na mahitaji ya upande wa DRC na itashirikiana na taasisi za afya na udhibiti wa magonjwa za eneo hilo kutoa msaada katika tathmini ya mlipuko, usimamizi wa wagonjwa na maeneo mengine. Aliongeza kwamba timu hiyo itafanya kazi kwa karibu na upande wa DRC kulinda maisha na afya za wananchi, huku ikichangia utaalamu wa China kusaidia kudhibiti mlipuko huo katika hatua za awali. Tutaungana na mamlaka za afya za DRC pamoja na taasisi husika za utafiti kuchunguza mwenendo wa ugonjwa huo, hasa namna unavyobadilika, na kuandaa mipango pamoja na mikakati maalum kwa ajili ya hatua zinazofuata za kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Hii ni pamoja na mipango ya misaada mahususi kwa waathiriwa wa ugonjwa huu. Lengo letu kuu ni kusaidia wananchi wa DRC kufanikisha kudhibiti mlipuko wa Ebola. Mnamo tarehe 15 mwezi Mei mwaka huu, DRC ilithibitisha rasmi mlipuko wake wa 17 wa Ebola tangu mwaka 1976. Siku mbili baadaye, shirika la afya duniani WHO lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya umma ya kimataifa. Tume ya Kitaifa ya Afya ya China ilitangaza mnamo Jumatatu wiki hii uamuzi wa kutuma kikosi cha wataalamu wa afya nchini humo ili kusaidia juhudi za DRC kudhibiti Ebola. Kwa mujibu wa tume hiyo, kundi la kwanza lina wanachama 5 wenye uzoefu mkubwa katika kudhibiti magonjwa ya mlipuko. Pia watashirikisha uzoefu wa vitendo wa kukabiliana na magonjwa hayo kulingana na mazingira ya eneo husika na kusaidia kuimarisha uwezo wa DRC katika kuzuia, kudhibiti na kutibu Ebola. Kwingineko ni kwamba ushirikiano wa kikanda wa kina wa kiuchumi unaojulikana kama RCEP, ambao ni mkataba mkubwa zaidi wa biashara huria duniani, umeendelea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara kati ya nchi wanachama katika kipindi cha miaka 3 iliyopita na kuleta manufaa halisi kwa wananchi wa mataifa hayo. Nilizamia taarifa hiyo na kukuandalia ripoti ifuatayo. Mkataba huo ulianza kutekelezwa rasmi Januari mosi mwaka wa 2022 na unahusisha mataifa 15 ya ukanda wa Asia na Pacific.
Mataifa hayo ni pamoja na nchi 10 wanachama wa ASEAN ambazo ni Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Ufilipino na Singapore, Thailand na Vietnam, pamoja na washirika wao 5 wa biashara ambao ni China, Japan, Korea Kusini, Australia na New Zealand. Kupitia makubaliano hayo, mfumo wa kanuni za asili ya bidhaa umeondoa ushuru kwa bidhaa zinazouzwa kati ya nchi wanachama, hatua inayowezesha kampuni za biashara ya kimataifa kupunguza gharama za mauzo ya nje katika masoko ya RCEP. Aidha, RCEP imeharakisha taratibu za forodha, kupunguza muda wa usafirishaji na kurahisisha biashara za kimataifa kwa kampuni mbalimbali. Kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Asia ADB, utekelezaji kamili wa RCEP unatarajiwa kuzalisha mapato ya dola bilioni 245 za Marekani pamoja na kuongeza ajira milioni 2.8 katika uchumi wa ukanda huo kufikia mwaka wa 2030. Katika mwezi Aprili pekee, mamlaka za China zilitoa vyeti 34,840 vya asili ya bidhaa chini ya mfumo wa RCEP, ikiwa ni ongezeko la asilimia 13.77 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Thamani ya vyeti hivyo ilifikia dola milioni 987 za Marekani, ikiwa ni ongezeko la asilimia 16.4. Kwingineko ni kwamba matumizi ya droni katika kilimo yanaendelea kuleta mapinduzi nchini China, ambapo wakulima mjini Hujiaku wanazitumia kuongeza ufanisi na kuhakikisha mavuno thabiti ya ngano. Mwenzangu Ronald Mutie alifuatilia taarifa hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo. Wakulima katika mji wa Hujiaku katika mkoa unaojiendesha wa Xinjiang wamekuwa wakitumia droni kunyunyizia dawa katika zaidi ya hekta 27,000 za ngano ya msimu wa baridi, ambayo kwa sasa iko kwenye hatua muhimu ya ukuaji. Katika siku za hivi karibuni, droni zimekuwa zikiruka katika maeneo ya chini kwa kufuata njia ambazo zimepangwa ili kunyunyizia dawa kwa usahihi kwa ajili ya kudhibiti wadudu na magonjwa. Drone spraying is highly efficient and saves costs. It basically takes just 1 hour to cover more than 6.67 hectares of land, saving costs and promoting efficiency greatly. Mamlaka za eneo hilo zimeunda timu maalum za wataalamu wa kilimo ili kufuatilia mara kwa mara ukuaji wa mimea, kiwango cha unyevunyevu kwenye udongo na wadudu waharibifu ili kupata taarifa sahihi kuhusu hali ya ukuaji wa ngano. Wakati huo, hatua maalum za usimamizi zimeimarishwa katika mashamba yenye changamoto kama vile ukuaji wa haraka kupita kiasi wa mimea. Kwa sasa ukuaji wa ngano katika mkoa huo ni thabiti, huku mavuno yakitarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi Juni. Barabara yenye urefu wa kilomita 10 katika jiji la Leshan, mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, imegeuka kuwa kivutio kikubwa cha watalii baada ya kuunganisha kwa ustadi mandhari ya maua ya asili na michoro ya ukutani. Eneo hilo sasa linawavutia wakazi wa eneo hilo pamoja basi na wageni kutoka sehemu mbalimbali wanaofika kushuhudia uzuri wake na kupiga picha. Mwenzangu Simiyu Wanjala ana kina cha taarifa hiyo. Ukuta uliopo kando ya barabara kuu inayounganisha wilaya ya Shizong na Shawan umefunikwa na maua ya Bougainville yaliyostawi kwa wingi, yakitengeneza muonekano wa kuvutia wa rangi ya waridi. Maua haya yamechanganyika na michoro mbalimbali ya kisanii iliyopakwa ukutani na kuifanya barabara hii kuwa eneo maarufu mtandaoni na kivutio kipya cha watalii. Watalii wanaotembelea eneo hili wanasema mchanganyiko wa maua na michoro umeongeza uzuri wa mazingira na kufanya picha wanazopiga kuwa za kuvutia zaidi. Barabara hii ya mandhari inapita kando ya mto Dhadu ambao baadaye huungana na mto Yangtze. Mwaka wa 2025, walimu na wanafunzi wa sanaa kutoka eneo hili walianza kuchora michoro ya ukutani kwa hiari, hatua iliyochangia kuibadilisha sura ya eneo hili pakubwa. Kutokana na mafanikio haya, wilaya ya Shawan ilianzisha mradi wa ushirikishwaji wa umma katika uchoraji wa michoro ya ukutani ili kuendeleza ubunifu na kuvutia mawazo mapya kutoka kwa jamii. Maafisa wa mradi huu wanasema walipokea maombi kutoka kwa wasanii mbalimbali, ambapo zaidi ya wasanii 20 walijisajili kushiriki. Kati ya kazi zilizowasilishwa ni michoro 14 ya ubora wa juu ilichaguliwa na kuzinduliwa wakati wa likizo ya sikukuu ya Mei Mosi mwaka huu. Hadi sasa karibu michoro 40 ya kipekee imechorwa kwenye ukuta unaoambatana na barabara hii, ikiendelea kuifanya Leshan kuwa moja ya maeneo mapya yanayovutia watalii kote nchini China. Ujenzi wa mradi mkuu wa mfereji wa Pinglu katika mkoa
wa kujitawala wa Guangxi kusini mwa China umefikia hatua nyingine muhimu siku ya Jumatano baada ya vivutio viwili muhimu kuanza majaribio ya kujaza maji katika mfereji huo ambao ni muhimu kabla ya kufunguliwa rasmi baadaye mwaka huu. Hamish Darwish anatueleza zaidi. Mfereji huo wenye urefu wa takriban kilomita 134 unaanzia katika mji wa Hangzhou mkoani Guangxi na kuishia katika Baibu Gulf. Unachukuliwa kuwa moja ya miradi muhimu ya ukanda mpya wa kimataifa wa biashara na usafirishaji wa nchi kavu na bahari. Njia muhimu ya biashara na usafirishaji inayojengwa kwa ushirikiano kati ya maeneo ya ngazi ya mikoa ya magharibi mwa China na nchi wanachama wa mataifa ya ASEAN. Mradi huo ulianzishwa mwezi Agosti mwaka 2022 na unatarajiwa kuanza shughuli zake mwishoni mwa mwaka 2026. Majaribio ya sasa ya kujaza maji yalianza Jumatano asubuhi katika kituo cha Chushi na kituo cha Madao, ambapo operesheni hiyo inatarajiwa kudumu kwa takriban siku 30 na kuhitaji ujazo wa maji wa takriban mita za ujazo milioni 7. Ingawa kujazwa kwa sehemu za mfereji kutaruhusu matumizi fulani ya awali, usafiri kamili wa majini katika mfereji huo utawezekana tu baada ya kukamilika kwa miundombinu mingine muhimu kama maeneo ya huduma za maji na bandari. Baada ya kuanza kufanya kazi kikamilifu, mfereji wa Pinglu utawezesha usafirishaji wa moja kwa moja wa bidhaa kutoka Guangxi pamoja na majimbo jirani ya Yunnan na Guizhou kupitia mfumo wa mto Shijiang kuelekea bandari za ghuba ya Beibu mkoani Guangxi badala ya kupitia mkoa wa Guangdong kusini mwa China. Mabadiliko hayo ya kimkakati yanatarajiwa kupunguza umbali wa usafirishaji kwa takriban kilomita 560, hivyo kuongeza ufanisi wa biashara na kupunguza gharama za usafirishaji. Zaidi ya watoto milioni 13 nchini China wanaoishi na matatizo ya akili hivi sasa wanaweza kunufaika na teknolojia mpya ya roboti yenye umbo la binadamu ambayo imeundwa kusaidia utambuzi na tiba ya ugonjwa huo kwa usahihi zaidi. Zakia Pong anatuelezea zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Roboti ya kwanza ya China yenye umbo la binadamu ya utambuzi na tiba ya ugonjwa wa akili kwa watoto imefungua fursa mpya kwa watoto wenye ugonjwa huo kuishi maisha ya kawaida na kupata huduma ya muda mrefu. Zaidi ya watu milioni 13 nchini China wanaishi na ugonjwa wa akili kwa watoto. Ugumu katika utambuzi, tiba na kuishi maisha ya kawaida vimefumu kuwa changamoto ya dharura kwa familia zao. Roboti yenye umbo la binadamu ina uwezo wa kukamata kwa ufasaha na kutambua biashara vigumu kutoka kwenye ubongo wa binadamu na kuvihamishia kwenye mwenendo wake unaoratibiwa. Inahusisha kwa pamoja teknolojia ya akili ya kompyuta ya roboti zenye umbo la binadamu kusaidia utambuzi wa mapema na mwingiliano wa elimu kwa watoto wenye ugonjwa wa akili kwa watoto na kuwezesha mawasiliano ya kawaida zaidi na tofauti, jambo linalowasaidia watoto wenye ugonjwa huo kujisikia vizuri zaidi na kushirikishwa, anasema Kong Xiangzhen, mkuu wa taasisi ya utafiti wa akili bandia chini ya chuo kikuu cha kilimo na misitu cha Fujian. Wataalamu wa huduma ya afya wanasema utambuzi wa mapema na urejeshwaji katika jamii ni muhimu kwa watu wenye ugonjwa wa akili kwa watoto. Hata hivyo, mitazamo ya sasa inakosa takwimu sahihi kupitia maingiliano yenye msingi wa akili na watoto. Roboti inabadili kiwango cha ufuatiliaji na picha kuwa takwimu zinazopimika na kufanya utambuzi kuwa
wa uhakika zaidi na urejeshwaji katika jamii kuwa wa kisayansi na ufanisi. Kwa sasa mradi huo umepokea uungaji mkono kutoka miradi 11 muhimu ya utafiti ya kitaifa na mnyororo kamili wa teknolojia na hakimiliki huru na kamili. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Haya basi, mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kichina. Katika sehemu hii tunakuletea basi masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia kabisa. Karibu basi kwa pamoja tuweze kujifunza lugha ya Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第10课，现在几点？ Sikiliza rekodi na usome. 5点、 5点、 12点、 12点、 1点10分、 1点10分。 Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 点、点、分、分、见、见、现在、现在、早上、早上、太早了、太早了。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 现在、现在。 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在10点。 点、点。 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在12点。 分、分。 Tafadhali jibu swali langu. 现在几点？ 现在11点10分。 见、见。 6点见。 6点见。 早上、早上。 早上5点。 早上5点。 太早了、太早了。 太早了。 太早了。 Sasa ni saa ngapi? Je, unajua kusoma saa? Ngoja ni kujaribu. Saa inaposimama, tafadhali mwambie mwalimu, sasa ni saa ngapi? 现在几点？ 10点45分。 现在几点？ 11点55分。 现在几点？ 12点15分。 现在几点？ 2点30分。 现在几点？ 5点40分。 现在几点？ 7点。 现在几点？ 9点10分。 Treni za herufi za Kichina. Kuna herufi ya Kichina kwenye kila behewa la treni. Tafadhali chagua puto la pinyin inayolingana na herufi ya Kichina. Puto litaruka na kurudi kwenye treni kwa kila jibu sahihi. Je, unaweza kusaidia kurudisha maputo yote? 点、点。 分、分。 线、线。 见、见。 早、早。 在、在。 Kazi ya nyumbani ya leo
ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea makala haya, mimi ni Jacob Magoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.